Biashara ya soksi kwa sasa hivi imepanda chati na watu wengi wameamua kufanya hiyo biashara kutokana na tangazo la Cherry kutangaza kwamba ukitaka kumjua mpenzi wako kama yeye ni pia ni mmoja kati ya watu ambao wana virusi vya ukimwi, basi kupitia unyayo wake tu utagundua hilo hata kama hajapima huo ugonjwa. Alama zake zitakuwa ni mguu wake unaonekana una vidoti vyeusi. Hiyo ni moja kati ya alama ambayo mtu mwenye virusi vya ukimwi anakuwa anaonekana. Hiyo ni taarifa kutoka kwa Cherry. Huyu ni kama moja kati ya watu ambao walijiweka wazi na kujitangaza kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao wana ugonjwa wa ukimwi, lakini pia alikuwa anawashauri sana watu mitandaoni namna kutumia dawa, namna kufanya hivi na vile, kuweka afya zao zikawa sawa kulingana na huo ugonjwa. Of course tunajua ni ugonjwa ambao hauna dawa, lakini kuna zile treatment ambazo wameziweka kukufanya afya yako isiende kwenye hali mbaya, uendelee kujilinda. Sasa kumeibuka mastori mengi. Hizi ni stories za kusadikika kutoka kwa Cherry baada ya kutangaza kwamba bana Doto Magari ni moja kati ya watu ambao pia wana virusi vya ukimwi. Of course inawezekana ikawa kweli ama sio kweli, lakini hizi ni stories za kusadikika kutoka kwa Cherry. Sasa kutokana na hilo akashare baadhi ya video ambazo Doto alishare kwenda hospitali na ama alikwenda kufanywa massage na aka screenshot mguu wa Doto, akasema dalili ya mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi unatokana na miguu yake pia kuonekana na vidoti. Sasa hiyo taarifa bwana, uzuri Wizara ya Afya wakaona hiyo taarifa, na baada ya kuiona hiyo taarifa wakaamua kutoa neno. Wanasema Wizara ya Afya imeona taarifa ya video inayosambaa katika mitandao ya kijamii ya Instagram inayomuonyesha mtu anajitambulisha kuwa anaishi na virusi vya ukimwi kwa jina la Mento Cherry. Mtu huyu anatoa taarifa kuwa dalili mojawapo ya kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi ni mtu kuwa na vidoti vyeusi katikati dole gumba la mguu hadi kwenye kisigino. Mtu huyo ameenda mbali zaidi na kuiasa jamii, hasa waliopo kwenye mahusiano, wachunguze wenza wao wasiojua hali zao za maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwamba kama wenza wao watakuwa na madoa hayo itawezekana kutambua kuwa wanaishi na VVU na kuwa watu wanaoishi na VVU nyao zao haziwi nyeupe. Wizara inasikitishwa na taarifa hiyo na inakanusha taarifa hiyo ambayo inapotosha jamii. Ukweli ni kwamba huwezi kumtambua mtu anayeishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kumwangalia kwa macho au kwa kuangalia baadhi ya dalili kama ilivyoelezwa kwenye video hiyo. Njia pekee ambayo mtu anaweza kutambua hali yake ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kufanya vipimo kwa mujibu na miongozo iliyopo. Hivyo wizara inaiasa jamii kupuuza taarifa hizo na wale wote wanaotaka kujua hali zao za maambukizi ya virusi vya ukimwi wafike katika vituo vya kutolea huduma za afya ili kupima na kutambua hali zao. Katika hatua nyingine, Wizara ya Afya inatoa onyo kwa watu wote ambao si wataalamu wa afya kujiepusha kutoa taarifa za afya huku wakijua hawana weledi au taaluma ya kusambaza taarifa zinazopotosha jamii na kufifisha juhudi za serikali, wadau katika kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa taarifa zaidi piga namba 117 au 199 bila malipo. Kama unakuwa na taarifa ya mtu ambaye anatoa taarifa za masuala ya afya ikiwa hana taaluma wala weledi wa hicho kitu. So Wizara ya Afya imefunguka na kusema kwamba si vidoa ama vidoti kwenye miguu ndio unaweza kugundua kwamba huyu mtu ana virusi vya ukimwi. Kama unataka kujua mwenza wako ana virusi vya ukimwi ama huna uhakika naye, ni vizuri mkao mnakwenda kucheki afya zenu ili kujua kitaalamu kabisa kwamba huyu ni mgonjwa ama si mgonjwa. Of course mimi najua pia kuna watu wengine jamani wamezaliwa shambani, miguu yao ina magaga, miguu imepitia dhuruba nyingi, watu hawajavaa ndala miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo unakuta wengine wana vidoti vya kutosha ndani chini ya miguu yao. Unakuja kuambia tena story nyingine sasa hizi tena eti kwa sababu eti vidoti. Jamani mnatutisha jamani. Mnatutisha. Mtatufanya sasa sengine sasa jamani. Tufiche miguu sasa kwa sababu sasa sidhani kama inaweza ikawa sababu ya kufanya eti kwamba mtu akiwa na vialama kwenye miguu yake chini basi ni mgonjwa wa virusi vya ukimwi.